tabia na kazi ya Roho Mtakatifu. Somo letu litakuwa linatoka katika msingi wa andiko na kutoka katika Yohana sura ya 8. Yohana sura ya 8 Yohana sura ya 8 mstari ule wa 11, 13 na 15. Yohana sura ya 8 mstari wa 11, taruka kusoma mstari wa 13 mpaka mstari ule wa 11. Tutaenda kuangalia kwa undani zaidi jambo hili ambalo ni muhimu sana kwa kanisa kuhusiana na Roho Mtakatifu, tabia ya Roho Mtakatifu na kazi za Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Na Yohana sura ya 8 mstari wa 11 sasa. Yohana sura ya 8 mstari ule wa 11. Biblia inasema, hapo ni 16 mstari wa 8. Amen. 16 mstari wa 8. Tutaruka kwenda kusoma 11, kisha tutaruka kwenda kusoma mstari wa 13, tunaenda kusoma mstari wa 15. Amen. Amen. Maandiko yanasema, kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Mkuu wa ulimwengu huu ni nani? Ni nani? Maana yeye hana msamaha, amekwisha kuhukumiwa tayari. Hata mstari wa 13. Lakini mstari wa 12, hata bado ningali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kustahimili hivi sasa. Lakini yeye atakayekuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Tunaona kazi na tabia ya Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu na tabia ya Roho Mtakatifu. Amen. Nao yote ulio nayo, mstari wa 15, na yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Tunaona hapa kuna kazi ya Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu, atakuja kutupasha habari. Kwanza atatoa yaliyo ya Yesu. Na Yesu anafafanua kwamba naliwaambia atatoa yaliyo yangu kwa sababu wao ni umoja na Baba. Kwa hiyo yaliyo ya Yesu ni ya Baba pia, yani ya Mungu Baba. Akishayatoa yale maneno atatuletea sisi.
Manake sisi hatutatoa, hatutazungumza, hatutafanya tuyatakayo sisi, bali tulioagizwa na Roho Mtakatifu, tuliofundishwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu hatupi ya kwake, bali anatoka kwa nani? Kwa Mungu. Kazi ya Roho Mtakatifu. Lakini tunaona tena anasema huyo atakapokuja atatwaa. Tabia yake Roho Mtakatifu ni ya unyenyekevu na utii. Anatoa, anaagizwa, anaenda, anapeleka vile vile ilivyo. Ni tabia ya Roho Mtakatifu ya uaminifu, ya uaminifu. Anatoa vile vile, haongezi wala apunguzi, anapeleka vile vile. Ni tabia ya uaminifu, tabia ya unyenyekevu, tabia ya utii. Lakini anasema kazi nyingine au tabia anaitwa ni Roho Mtakatifu. Tabia nyingine alionayo Roho ni mtakatifu. Amen. Ni mtakatifu. Hiyo ni tabia nyingine ya Roho, ni mtakatifu. Lakini kazi nyingine anayoifanya Yesu Roho Mtakatifu ni kuwatoa watu mahali pasipokuwa na kweli. Anawaongoza awatie katika kweli yake yote. Maana yake ni nini? Maana yake kazi ya kuwaleta watu kwa Yesu ni nyepesi mno tukiwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu kazi yake Roho Mtakatifu ni kuwatoa watu mahali pasipokuwa na kweli na kuwaongoza kwenye kweli yote, kwenye kweli yake. Yeye ndo anawaongoza, yeye ndo anawasemesha, yeye ndo anafanya kazi pamoja na wanadamu. Manake nini? Manake kama wanadamu tutafanya kazi, tutajituma kushuhudia, kualika, kufanya chochote kile, kama hatujawa na Roho Mtakatifu hatuwezi kufanya kitu chochote.